Shalom mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote pale unakonifuatilia, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina linaloponya, jina linalofungua, jina linaloweka huru, jina linaloganga huo moyo uliobeba kutokusamehe, huo moyo uliobeba ghadhabu, huo moyo uliobeba uchungu, huo moyo uliobeba maumivu. Leo natamani nizungumze na mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu unayenifuatilia, nizungumze na wewe neno moja tu. Neno moja. Na natamani tusome neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Zaburi sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza, na ninatamani aya ya kwanza mpaka hapo Roho Mtakatifu atakaponiambia nimalizie, lakini ninatamani nizungumze na mtumishi wa Mungu unayenifuatilia kwa habari ya kumaanisha katika kumtafuta Mungu katika uzuri wa utakatifu, katika kumtafuta Mungu katika uzuri wa utakatifu. Biblia inasema kwenye ile Zaburi ya kwanza kuanzia aya ya kwanza, Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Sasa ninarudi kwako. Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Narudi. Je, wewe unafanya nini hapa? Unaishi sawa sawa na hili neno? Anasema wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria ya Bwana, kimsingi mimi na wewe tunafahamu sheria ya Bwana inapatikana ndani ya neno la Mungu, kama namna ambavyo mara nyingi ninavyozungumza kuwa neno la Mungu ni muhimu kwa kila mwenye mwili. Haijalishi una tabia gani, haijalishi una tabia gani iliyoshindikana, haijalishi ni una tabia ambayo umekataliwa kabisa katika jamii, lakini neno la Mungu ni kwa kila mwenye mwili. Kwa nini? Neno la Mungu ni Mungu. Unaposoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza na ile aya ya kwanza mpaka ya pili, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, huyo neno alikuwa ni Mungu, na pasipo huyo neno hakuna kilichoweza kufanyika. Kwa hiyo uwe na uhakika neno ni Mungu. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Mtu huyu anapendezwa na sheria ya Bwana, na sheria ya Bwana tunaipata katika neno la Mungu, na neno la Mungu ni Mungu, na neno la Mungu limebeba mamlaka ya Mungu mwenyewe. Neno la Mungu limebeba nguvu za Mungu. Neno la Mungu limebeba sauti ya Mungu. Neno la Mungu limebeba uwepo wa Mungu. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa kutumulikia njia zetu. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni kweli. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura 14 na ile aya ya 6, Yesu mwenyewe anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Maana yake neno la Mungu ni njia, neno la Mungu ni kweli, na neno la Mungu ni uzima. Manake Yesu ni neno. Unaposoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza na ile aya ya 14, Biblia inatuonyesha kuwa Yesu ni neno aliyevaa mwili. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, nataka nizungumze na wewe ambaye umezoea kubeba vifaa, umezoea kutembea na kioo. Yuko mtume, yuko mwalimu wa neno la Mungu, yuko mchungaji wako aliyekushauri kutembea na kioo kwa sababu kioo kina majibu. Yuko mchungaji wako au mwalimu wa neno la Mungu amekushauri wewe kutembea na asali kwa sababu asali imebeba majibu yote. Niko hapa kukuambia mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote unakonifuatilia, wewe uliyezoea kutembea na chumvi, wewe uliyezoea kutembea na picha ya mchungaji wako, uliyezoea kutembea na picha ya mwinjilisti wako, uliyezoea kutembea na picha ya mwalimu wako wa neno la Mungu, kwa sababu imebeba majibu yote. Natamani kukuambia jifunze kutembea na neno. Kwa nini nakwambia hivi? Huu ni mkakati wa shetani 100%, kuwafanya wana wa Mungu watembee na vitu badala ya kulisoma neno la Mungu,
Unatakiwa mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, kutembea na neno. Tembea na neno, sio vinginevyo. Sasa unakuta adui analeta mafundisho potofu ya kuwafanya wana wa Mungu wanatembea na vitu, wanatembea na vifaa. Badala ya kutembea na Mungu, anatembea na vifaa. Sasa cha kushangaza, vifaa vyenyewe anavyotembea navyo ni Mungu ameviumba. Kwa hiyo sifa na heshima na utukufu zinapelekwa kwa vifaa na sio vinapelekwa kwa Mungu aliye hai. Jamani, akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Umeponaje? Nimepona baada ya kunywa mafuta. Nimepona baada ya kunywa asali. Nimepona baada ya kutembea na kioo. Sio neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu limebeba mamlaka ya uponyaji. Na ndio maana anasema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Na ndio maana anasema nalituma neno langu likakutoe katika maangamivu yote. Na ndio maana amesema sitakufa bali nitaishi. It is written in the Bible. Sasa mtumishi wa Mungu, unakuta umepata mafundisho ambayo ni potofu. Mimi nasema ni potofu. Naomba unisamehe sana kwa kusema hivyo, lakini ni mafundisho potofu. Ukiona mtu anakuambia Yesu si Mungu, jua huyo ni mwalimu wa uongo. Ukiona mtu anakuambia damu ya Yesu haitakasi na kusafisha, jua kabisa huyo ni mwalimu wa uongo. Ukiona kabisa mtu hakusisitizi kusoma neno la Mungu, uliishi neno la Mungu, ujue kabisa huyo ni mwalimu wa uongo. Natamani nikwambie mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, popote pale unaponifuatilia, neno la Mungu limebeba uweza. Neno la Mungu limebeba mamlaka yote. Neno la Mungu limebeba uumbaji. Neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu ni maji yaliyo hai. Neno la Mungu ni mti wa uzima. Neno la Mungu ni chemchemi ya maji yaliyo hai. Biblia inasema, na sheria yake huitafakari usiku na mchana, na yatakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Angalia, mtu huyu anayeliishi neno, mtu huyu anayelitafakari neno, mtu huyu anayetembea juu ya neno la Mungu. Biblia inasema mtu huyu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira na wakati. Mtumishi wa Mungu, anza kusoma neno la Mungu. Biblia inasema neno la Mungu nalikae, nalijae kwa wingi moyoni, ili usimtende nini? Mungu dhambi. Kumbe faida ya kujawa neno la Mungu moyoni ni ili usimtende Mungu dhambi. Manake hata mtu akikukanyaga huwezi kumlipiza. Kwa nini? Kitakachotoka ni neno, na neno ni uzima, na neno ni uponyaji. Lakini adui amelitenda kanisa, wana wa Mungu, kanisa hiana. Kanisa la leo watu wanatembea na stika ya mchungaji. Kanisa la leo mtu anatembea na chumvi kwenye pochi, hasa wanawake. Kanisa la leo mtu unatembea na asali kwenye pochi. Kanisa la leo ukaacha kutembea na neno. Tembea basi hata na jina la Yesu. Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wanalikimbilia na wanakuwa salama. Jina la Yesu linafungua, jina la Yesu linaponya, jina la Yesu limebeba mamlaka iliyo kuu. Jina la Yesu ni jina lipitalo kila jina. Alafu wewe umeridhika kutembea na hivyo vifaa, umeridhika kutembea na chumvi, umeridhika. Alafu si msomaji wa neno. Sasa mbaya zaidi, husisitiziwi kusoma neno. Mbaya zaidi, unakwenda kanisani huna Biblia, na usikii mtu kukwambia beba Biblia. Jamani, watumishi wa Mungu, wana wa Mungu, popote mlipo, mjue kabisa hizi ni nyakati za hatari. Soma neno, ishi neno, na Roho Mtakatifu aliye mwema na mwaminifu ndiye anayetusaidia kuliishi neno la Mungu. Unapolitafakari pia neno la Mungu linavaa mwili, linafanyika halisi juu ya maisha ya mwanadamu au juu ya maisha yako. Jifunze kusoma neno la Mungu. Acha kupenda shortcut, mwana wa Mungu. Acha kupenda shortcut. Soma neno. Soma neno.